Neno la Mungu asubuhi ya leo. Injili ya Mathayo mtakatifu sura 20 mstari wa 26 hadi 28. Lakini yeyote atakayekuwa mkuu kwenu na awe mtumishi wenu, na yeyote atakayekuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri, siku ambayo ametupa kibali cha kuishi. Leo ni siku ya kumkumbuka kiongozi wa taifa letu, Julius Kambarage Nyerere. Ni siku ambayo tuna mengi ya kujifunza, na Mungu kadhalika anasema na sisi kwa habari ya uongozi, ya kwamba kiongozi si kwa ajili ya kuwanyanyasa wengine, kuwaonea, kuwatesa, kuchukua faida yao zaidi, ama kuchukua nafasi hiyo ya uongozi kwa ajili ya kujinufaisha binafsi. Lakini Mungu anaweka wazi kwamba kiongozi maana yake ni kuwa mtumishi wa wengine. Kwanza, uongozi unatokana na Mungu na ni kibali kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Na unapopata nafasi ya uongozi, maana yake Mungu amekupa dhamana ili uweze kusimama kwa ajili ya wengine. Kwanza, si kwa ajili yako. Pili, ni kuhakikisha wale ambao unawaongoza na wao wanapata faida, wao na wao wanafanikiwa. Kiongozi lakini pia ni kuwa mtumwa wa wengine, kuwa mdogo kwa wengine, kwa sababu hiyo pia ni huduma. Na Mungu anaweka wazi kwamba kiongozi ni lazima awe mnyenyekevu, awe anapenda wengine, ajali pia maslahi ya wengine.